Tume huru ya uchaguzi ya Umoja wa Mataifa imetoa ripoti nzito ikisema kuwa Israeli imehusika katika vitendo vinavyoweza kufanuliwa kama mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina tangu kuanza kwa vita dhidi ya Hamas mwaka 2023. Na kwa mujibu wa ripoti hiyo, Israeli inadaiwa kutekeleza vitendo vinne kati ya vitano vinavyotambulika kimataifa kama mauaji ya kimbari, ikiwemo kuuawa kwa wanachama wa kundi fulani, kusababisha madhara makubwa ya kimwili na kiakili, kuweka mazingira yanayolenga kuliteketeza kundi hilo na kuzuia kizazi kipya cha kundi hilo kuzaliwa. Ripoti hiyo inarejea matamshi ya viongozi wa juu wa Israeli kama Rais Isaac Herzog, Waziri Mkuu Netanyahu na aliyekuwa Waziri wa Ulinzi Yoav Gallant kama ushahidi wa kuwepo kwa nia ya kimbari. Na hayo si madai mepesi. Tume hiyo imeongozwa na Navi Pillay aliyewahi kuwa mkuu wa haki za binadamu wa UN na pia rais wa zamani wa mahakama ya kimataifa ya Rwanda. Lakini Israeli imepinga vikali ripoti hii. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, serikali ya Israeli imetaja ripoti hiyo kuwa ni ya kupotosha na ya uongo. Msemaji wa serikali amewashambulia vikali wataalamu wa tume hiyo, akiwaita wawakilishi wa Hamas waliokumbatia propaganda na uongo. Kwa mujibu wa msemaji huyo, Hamas ndiyo iliyojaribu kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Israeli kwa kuwaua watu 1200, kuwabaka wanawake, kuchoma familia hai na kutangaza nia ya kuwaua Wayahudi wote. Vita vilianza rasmi Oktoba 7, 2023 baada ya shambulio kubwa la Hamas ambapo watu 1200 waliuawa na wengine 251 kutekwa. Tangu hapo Israeli imeendesha mashambulizi makubwa nchini Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas, watu zaidi ya 64,905 wamepoteza maisha. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya 90% ya nyumba zimeharibiwa na kuathirika. Huduma za afya, maji na usafi zimeporomoka na njaa ikitangazwa rasmi katika jiji la Gaza. Je, Israeli imekiuka sheria za kimataifa au huu ni mzozo unaochochewa na propaganda pande zote mbili? Israeli inasisitiza kuwa operesheni zake zinalenga Hamas, sio raia, na inafanya kila juhudi kupunguza madhara kwa watu wasiokuwa na hatia. Sasa tungependa kusikia kutoka kwako. Je, unaamini kuwa Israeli inahusika na mauaji ya kimbari nchini Gaza au hii ni siasa na propaganda za vita? Tuandikie maoni yako hapo chini. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Baki nasi.